Ujenzi wa uwanja wa AFCON katika jiji la Dodoma bado unaendelea kwa kasi kubwa kweli kweli, kama ambavyo unaona hiyo video hapo juu. Hakika hizi ni juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ilo utake usitake, upinge usipinge, ukatae usikatae, ila huo ndio ukweli ya kwamba rais amehakikisha ama amesacrifice kuhakikisha kwamba sekta ya michezo inakuwa kwa kasi zaidi. Ukiangalia namna ambavyo viwanja vinavyojengwa, maboresho ya viwanja mbalimbali yanayofanyika, huu ni utekelezaji kwenye sekta ya michezo. Nazungumza hivyo kwa kujiami kweli kweli, kwa sababu ukiangalia uwanja unaojengwa Arusha, ubora uliokuwa nao, angalia fursa za ajira ambazo zimefunguliwa kwa vijana hao. Hakika hii ni fahari ya taifa letu. Angalia uwanja wa Uhuru Shamba la Bibi jijini Dar es Salaam ulivyokuwa bomba hivi sasa. Msimu huu wa ligi vilabu vya Simba na Yanga vitatumia uwanja huo. Angalia uwanja wa Benjamin Mkapa namna ambavyo unafanywa marekebisho kwa ajili ya AFCON. Yote hayo pesa ni za serikali chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi kuna mradi ambao unaendelea katika jiji la Dodoma. Huu pia ni uwanja mkubwa, uwanja ambao unafungua fursa nyingi kwa vijana wa Tanzania. Vijana wengi wameajiriwa na hakika kasi yake ni kubwa kweli kweli. Kuna vijana mbalimbali ambao wanahusika kwenye utengenezaji wa uwanja huo, wameweza kufunguka na kuyazungumza mengi sana juu ya kasi inayoendelea katika uwanja huo. Sasa angalia video hii namna ambavyo wadau na watu waliofungua ajira katika kujipatia kipato cha hapa na pale, ambao wao wenyewe wanaendesha maisha yao, lakini pia familia zao, wengine wanasomesha, wengine wanafanya hivi. Hayo yote ni kutokana tu na namna fursa za uwanja ulivyojitokeza. Nataka nikukumbushe tu kwamba juhudi hizi zote ambazo zinafanywa ni kuelekea kwenye AFCON mwaka 2027. Sisi wa Tanzania ni kama timu mwenyeji, tuweza kusema hivyo, ama ni taifa ambalo litaandaa mashindano haya kwa kushirikiana na Kenya, Uganda. Kiufupi tu ni East Africa ndio ambayo tutaandaa AFCON mwaka 2027. All in all, naendelea kukumbusha kwamba hii ni YouTube ya Bongo TZ. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment. Yote kwa yote, mnyonge mnyongeni, ila haki yake mpeni. Hii ni Bongo TZ. Pongezi ziende kwa serikali ya awamu wa sita kwa juhudi ambazo wanazifanya kwa kuhakikisha kwamba sekta ya michezo inakuwa mukide, sekta ya michezo inakwenda kwele kwele. Angalia video hii alafu dondosha komenti yako hapo chini namna ambavyo uwanja wa Dodoma uliofungua fursa kwa Watanzania wote. Mradi umetoa ajira za moja kwa moja kwa Watanzania kwa asilimia kubwa. Asilimia kubwa ya watu walioajiriwa kwenye mradi huu ni Watanzania, vijana wa Kitanzania kama unavyowaona. Kampuni ni ya kigeni, contractor ni mgeni na consultant kwa maana ya mhandisi mshauri pia ni mgeni, lakini mimi pia natoka upande wa mhandisi mshauri. Kwa hivyo sisi ni mojawapo wa Tanzania ambao tumenufaika na uwepo wa mradi huu katika usimamizi, lakini katika utendaji kazi unaweza kuona vijana wa Kitanzania wenye ujuzi na wasio na ujuzi wameweza kunufaika kwa kupata ajira. Na katika kilele cha kazi tunatarajia kuwa na watu wasiopungua 1000. Wengi wao zaidi ya 95% watakuwa ni Watanzania wa ngazi mbalimbali. Hebu tuambie pengine ni kipi hasa wewe umefaidika nacho kwenye mradi huu? Kwanza kabisa naitwa Simon Daudi Kitundu. Nipo hapa kwa ajili ya hii kazi ya mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira. Nipo hapa kama form worker, nafanya kazi za form work na nanufaika kwa sababu sikuwa na ajira, lakini sasa hivi nina ajira. Kwa hiyo ni tayari na kipato na familia yangu inafaidika kupitia kipato ninachokipata mahali hapa. Pengine sasa baada ya mradi huu kuisha, wewe utakuwa umefaidika na ujuzi gani hasa ambao pengine hukuwa nao?
Nitakuwa nimefaidika na ujuzi mwingi kwa sababu hapa tunafanya kazi, lakini tunakutana na mainjinia tofauti, hawa wa kigeni na hawa kwetu hapa Tanzania. Na pia mimi kwa sababu ni form worker na wenzetu wametoka kule ni maform worker, manake kuna baadhi ya technique ambazo zinatumika kwenye kazi yetu ya form worker napata kutoka kwao. Huyu ni mmoja. Hebu tumsikilize mwingine naye pengine nini hasa kanufaika nacho. Kwa majina anaitwa George Elias Nyame. Nipo hapa katika mradi wa ujenzi wa uwanja wa michezo Stadium Dodoma. Kutokana na uwanja huu tumefaidika vitu vingi kwa jamii, mazingira yanayotuzunguka, familia, pia ongezeko wa ajira katika vijana. Kwa mfano kama mimi mwanzo nilikuwa sina ajira baada ya kutoka shule, ila toka nimekutana na project hii nimefaidika kiuchumi katika familia, watoto kwenda shule na mengineo. Pia mengi tunaojifunza kutokana na wenzetu, maana nilipotoka huko sikuwa na idea. Nimekuja hapa nimejifunza, kama sasa hivi ni steel fixer, also najifunza carpenter, mason pia. Habari yako? Salama. Kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Josephina Amos Matias. Hebu niambie Josephine, wewe pengine ni vipi umenufaika na mradi huu wa ujenzi wa uwanja wa Dodoma? Kwa kweli namshukuru Mungu, kwenye huu mradi nimenufaika vitu vingi. Nimepeleka watoto wangu shule. Nilikuwa na nyumba ndogo, lakini sasa hivi namshukuru Mungu nimeongeza kachumba kamoja. Kwa namshukuru Mungu, huu mradi nimenufaika kwa kweli. Mbali na faida hizo pengine umejifunza nini? Nimejifunza mambo mengi. Yaani kwa sasa nimejifunza vitu vingi sana. Naweza hata nikapewa nyundo wakaniambia gonga hapo msumari, naweza kugonga. Naweza nikapewa pinza kwamba funga nondo, nikafunga. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana. Sawa. Huyu ni Josephine, anasema ni mengi amejifunza hapa. Anaweza akapewa nyundo, akakamata nondo, yote yanaenda. Kwa hiyo tuendelee kujifunza na tuendelee kujifunza kutoka kwa Josephine, kwa sababu yeye tayari amejifunza, na pia unaweza kujifunza kupitia miradi mingi ambayo inaendelea. Asilimia kubwa ya watu walioajiriwa kwenye mradi huu ni Watanzania, vijana wa Kitanzania kama unavyowaona. Kampuni ni ya kigeni, contractor ni mgeni na consultant kwa maana ya mhandisi mshauri pia ni mgeni, lakini mimi pia natoka upande wa mhandisi mshauri. Kwa hivyo sisi ni mojawapo wa Tanzania ambao tumenufaika na uwepo wa mradi huu katika usimamizi, lakini katika utendaji kazi unaweza kuona vijana wa Kitanzania wenye ujuzi na wasio na ujuzi wameweza kunufaika kwa kupata ajira. Na katika kilele cha kazi tunatarajia kuwa na watu wasiopungua 1000. Wengi wao zaidi ya 95% watakuwa ni Watanzania wa ngazi mbalimbali. Hebu tuambie pengine ni kipi hasa wewe umefaidika nacho kwenye mradi huu? Kwanza kabisa naitwa Simon Daudi Kitundu. Nipo hapa kwa ajili ya hii kazi ya mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira. Nipo hapa kama form worker, nafanya kazi za form work na nanufaika kwa sababu sikuwa na ajira, lakini sasa hivi nina ajira. Kwa hiyo ni tayari na kipato na familia yangu inafaidika kupitia kipato ninachokipata mahali hapa. Pengine sasa baada ya mradi huu kuisha, wewe utakuwa umefaidika na ujuzi gani hasa ambao pengine hukuwa nao? Nitakuwa nimefaidika na ujuzi mwingi kwa sababu hapa tunafanya kazi, lakini tunakutana na mainjinia tofauti, hawa wa kigeni na hawa kwetu hapa Tanzania. Na pia mimi kwa sababu ni form worker na wenzetu wametoka kule ni maform worker, manake kuna baadhi ya technique ambazo zinatumika kwenye kazi yetu ya form worker napata kutoka kwao. Huyu ni mmoja. Hebu tumsikilize mwingine naye pengine nini hasa kanufaika nacho. Kwa majina anaitwa George Elias Nyame. Nipo hapa katika mradi wa ujenzi wa uwanja wa michezo Stadium Dodoma. Kutokana na uwanja huu tumefaidika vitu vingi kwa jamii, mazingira yanayotuzunguka, familia, pia ongezeko wa ajira katika vijana. Kwa mfano kama mimi mwanzo nilikuwa sina ajira baada ya kutoka shule, ila toka nimekutana na project hii nimefaidika kiuchumi katika familia, watoto kwenda shule na mengineo. Pia mengi tunaojifunza kutokana na wenzetu, maana nilipotoka huko sikuwa na idea. Nimekuja hapa nimejifunza, kama sasa hivi ni steel fixer, also najifunza carpenter, mason pia.
Habari yako? Salama, kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Josephine Amos Matias. Hebu niambie Josephine, wewe pengine ni vipi umenufaika na mradi huu wa ujenzi wa uwanja wa Dodoma? Kwa kweli namshukuru Mungu, kwenye huu mradi nimenufaika vitu vingi. Nimepeleka watoto wangu shule. Nilikuwa na nyumba ndogo, lakini sasa hivi namshukuru Mungu nimeongeza kachumba kamoja. Kwa namshukuru Mungu, huu mradi nimenufaika kwa kweli. Mbali na faida hizo, pengine umejifunza nini? Nimejifunza mambo mengi. Yaani kwa sasa nimejifunza vitu vingi sana. Naweza hata nikapewa nyundo wakaniambia gonga hapo msumari, naweza kugonga. Naweza nikapewa pinza kwamba funga nondo, nikafunga. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana. Sawa. Huyu ni Josephine, anasema ni mengi amejifunza hapa. Anaweza akapewa nyundo, akakamata nondo, yote yanaenda. Kwa hiyo tuendelee kujifunza na tuendelee kujifunza kutoka kwa Josephine, kwa sababu yeye tayari amejifunza, na pia unaweza kujifunza kupitia miradi mingi ambayo inaendelea hapa nchini.